Ni siku nyingine tena, mpenzi na mtazamaji pamoja na rafiki yangu, mahali popote ambapo umeamka. Jina la Bwana litukuzwe sana, na nishukuru sana maana nimeamini kwa neema ya Mungu kwamba kuna mabadiliko, kwa kuwa nimeona watu wengi wamefuatilia mafundisho haya na wamerudisha ujumbe wa kupokea, na wengi nimeshiriki nao maombi. Mungu akubariki sana. Asante kwa kuwa neema ya Mungu nayo imekufikia kwa njia hiyo. Nilitangulia kusema kwamba kila ujumbe ina wakati wake na kila wakati ina muda wake. Ndio maana wakati kama huu unapokea ujumbe huu, na mwingine pia na ujumbe mwingine. Kuna mwingine atatuchekesha na tutacheka, tutafurahia kwa namna ambavyo ametuchekesha. Kuna mwingine atatufanyia kitu kwa kitu, lakini kila moja kwa wito wake. Najejenga katika jambo moja kwamba ishi wewe, fanya wewe. Ishi wewe, usiishi wao, usiishi watu. Kila moja kwa ladha yake, kila moja kwa nafasi yake. Nilitolea mfano kwamba kuna miti mbalimbali, kuna matunda mbalimbali, lakini kila tunda imejijenga kwa jinsi ilivyo na imetengeneza value yake na thamani yake peke yake. Kuna matunda hata mwingine atamani, lakini kuna wengine wanavitamani na yeye atajawahi kubadilisha ili watu wengine ajibadilishe nini, lakini amebaki yeye, na kwa jinsi alivyobaki yeye. Mimi zamani kwa kweli sikujua kwamba parachichi inaweza ikawa na thamani kubwa sana. Parachichi, avocado kwa marafiki zangu ambao tuko Kenya. Maana nilipokuwa niliona parachichi haina ladha, yani basi, lakini najigundua kwamba yale matunda ambao tulikuwa tunaona yana thamani, machungwa sijaona sana, ilikuwa naipenda kabisa. Lakini nimekuja kugundua yale vitu ambavyo nilikuwa na vidharau vimechukua nafasi kubwa sana kwenye soko la dunia, na kilimo chake kimekuwa cha maana sana. Parachichi, sijui nini, matunda yale ya kawaida ambayo hata ladha unakuta hakuna. Lakini kwa sababu watu hawakujua kilichoko kwenye parachichi zamani, waliona kawaida, lakini tukakuja kugundua ina mambo mengi sana, hata kwa matibabu na nini na nini. Ngoja nikwambie, jinsi tunavyokuangalia hatukujui kilichoko ndani yako, na kilichoko ndani yako kitatoka baadaye. Ndio maana tukisema hata viongozi hatuwapati baada ya kuwa viongozi. Kiongozi ambaye anapatwa kwa baada ya kuwa kiongozi haiwezekani. Hiyo ni tafsiri mbaya. Kiongozi anaanza kuwa kiongozi kabla hajawa kiongozi. Matendo yake yanaonyesha kwamba huyu ni kiongozi na anatetea. Mwisho wa siku utakuta yeye ni mtu hivyo, amejitengeneza. Ishi wewe. Kuna mabadiliko bado yatatokea. Ngoja nikwambie, tuliumbwa. Kwa nini uishi wewe? Haukuumbwa kwa mfano wa mimi, ndio maana usiishi mimi. Kitu ambacho shetani anafanya sana ni kutufanya tuwe vitu tusiwe sisi, kutuondoa katika mfano wetu twende kwenye mfano wa kitu kingine. Kwa kweli mimi sikuumbwa kwa mfano wa wewe, ila niliumbwa kwa mfano wa niliyeumbwa naye, ambaye pia kwa matendo yake makubwa anatenda mambo ambayo siwezi nikayaelewa. Nitasoma mambo machache tu kwa ajili ya kutujenga, na nitazidi kuomba na watu mbalimbali, na leo nitaanza maombi. Na Mungu akubariki katika siku ya leo ambapo nitaomba pia na wewe, na nikikuombea sana tu. Mungu akubariki sana na akubariki kweli kweli. Kwa nini shetani, unaona, anapofanya vitu vinapanda cheo, vinapanda juu, alafu thamani ya watu vinarudi chini, unakuta anapata namna ya kututawala, tuishi vitu, tuishi mazingira, tuishi off. Ndio maana analeta off ili tuishi off.
analeta udhaifu ili tuishi udhaifu. Anakuletea ugonjwa ili uishi ugonjwa, usiishi wewe ambaye haukuwa mgonjwa. Kwa jina la Yesu Kristo. Unajua hata sasa hii nimeomba na mtu alikuwa yuko Mwanza, mimi niko Nairobi. Ameamka mwili kitu, ameamka tu mwili ana kifua kimebana, mwili umebana, lakini nikasema utaishi wewe muda huu. Tumeomba na amebaki huru. Kwa dakika hii yuko Mwanza Tanzania, mimi niko Nairobi Kenya. Sasa ninakwambia hivi, unaporudisha kuishi wewe, vitu vinatoka. Maana Mungu aliposema hivi, tumfanye mtu kwa mfano wetu, alianza hivi. Kwanza Mungu alitengeneza vitu vyote. Alitanguliza kutengeneza jua, jua likatangulia, akatanguliza kutengeneza mwezi, maji yakatangulia, simba akatangulizwa, kila kitu kikatangulizwa, kila kitu kikatangulizwa, hadi mabaya, mema na mabaya yalitengenezwa hujaumbwa. Ngoja nikwambie, ule mti wa ujuzi wa mema na mabaya Mungu akaitengeneza, hajaumbwa mwanadamu. Anaumba mwanadamu ni mti ule wa mabaya, mema na mabaya hupo. Sasa anamwambia mwanadamu hivi anapomuumba mtu. Katika Mwanzo 1:26, tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu. Akatawale samaki, akatawale. Namba 1, mfano, image. Ili nasema tumtoe mtu kwa image yetu. Ndio maana nakwambia siku zote wewe sio mfano wangu na mimi sitakuwa mfano wako na utakuwa mfano wao. Kuwa mfano wa Mungu. Kwa nini tunakuwa mfano wa Mungu? Ni yeye ambaye uwezo ukamtafakari kwa jinsi ya akili zetu. Ndio maana hata mimi sitakujaji kwa akili yetu, ila wanadamu wamekujaji. Magonjwa yamekushusha, mambo fulani, madeni na mambo fulani, mazingira yameingiza akili yetu ikatawaliwa. Sasa fikra za watu zikatawaliwa. Fikra zilizotawaliwa, tukavurugwa kabisa. Tukawekewa nyimbo mbalimbali, tukaimba. Maisha magumu, hali ni mbaya, migogoro. Sasa unakuta hata matatizo ya walioolewa, kuna matatizo ya ndoa. Lakini kumbe matatizo ambayo alikuwa naweza katatua tu ni mambo madogo. Unajua uwezo wa ufahamu inajengwa kwenye nini? Uwezo wa ufahamu unajengwa kwamba pale matatizo yanapotokea unapata nguvu ya kuyatatua. Hapo ndipo tunasema hawa wana akili. Kama mna mgogoro na mnashindwa kuitatua, wote kwa pamoja mna akili. Baba ana akili, mama ana akili. Maana siku mkipata akili, mtaweza kupata akili ya kutatua hiyo migogoro yenu ambayo inawasumbua. Mwanadamu ameumbwa hivi, kwa mfano wa Mungu, tawala kila kitu. Chochote dunia kitaleta. Ngoja na sikuambii kwamba kuna kitu ambacho kitaletwa. Na hata sasa hivi kilichoko kwenye maisha yako unaweza ukaitawala. Mungu uliyeumbwa kwa mfano wake anatenda mambo makubwa ya ajabu. Sasa nisome kitu kimoja. Katika kitabu kile cha nikusomee kitabu cha Waefeso 3 fungu la 20. Nikusomee hii kitabu cha Waefeso 3 ile verse ya 20 ambaye anasema hivi. Waefeso 3 verse ya 20 inasema kwamba basi atukuzwe yeye awezaye kufanya atukuzwe yeye awezaye kufanya mambo ya ajabu mno kuliko yote tunayoweza tukaomba. Yale ambayo hata mimi naweza nikaomba, tukaomba, na yale ambayo tunaweza tukawaza, kwa kadri ya nguvu inayotenda kazi ndani yetu. Unaona, ile mfano wa Mungu imeweka kitu ndani yako kinachofanya kazi. Hicho kinachofanya kazi, kinafanya kazi ili itawale vinavyoweza vikakushinda kwa akili zetu za kawaida, kwa uwezo wetu wa kawaida, kwa jinsi tulivyo.
lakini kupitia hiyo nguvu inayokaa ndani yetu inatawala vitu. Mungu akubariki sana, mtoto wa Mungu. Atukuzwe huyo, umtukuze huyo, ili yule ambaye anashusha thamani yetu ambayo sisi tunafana, yani yeye yuko na sisi huku, eti mimi nimfuate shetani tuliye naye huku duniani, ambaye kwa kweli simuoni, lakini bado namshinda kwa jina la Yesu Kristo. Mpaka mapepo anasema moto inatuchoma, moto inatuchoma. Unaogopa nini? Atukuzwe yeye awezaye kufanya mambo makubwa na ajabu mno kuliko yote tuwazayo au tusemayo, kwa kadri ya nguvu inayotenda kazi ndani yetu. Wewe ambaye unakataa kwamba hakuna Mungu, Biblia imesema hivi, wapumbavu pekee ndio wamesema moyoni, wapumbavu, sio wajinga. Wajinga hawajasema hakuna Mungu, ila wapumbavu ndio wamekataa nguvu ya Mungu. Ndio maana mtu anapokataa kwamba yeye hapendi kuomba, mimi maombi hayo siyapendi, maana maombi siyapendi, ngoja nikwambie, ana ukichaa. Maana kama anajitenga na Mungu wake, ila anajiunga na shetani, maana hakuna mtu ambaye anaweza kaishi peke yake. Nguvu hiyo inatenda kazi ndani yako kwa jinsi ambavyo nawe unajitoa, unajiweka, unaamini. Nikuombee mtoto wa Mungu siku ya leo, baki wewe, ishi wewe. Thamani yako ni zaidi ya yule. Tumfanye mtu. Wewe ni mfano wa Mungu. Yes, mfano wa Mungu. Mungu anakaa ndani yako. Na asubuhi hii ameniamsha, amenituma kwa uweza wake na nguvu zake. Na hata ukiniona sio dhaifu, nasema vitu ambavyo naviamini na nimeviona na ninaishi navyo, na ninaishi kwa kushirikiana na wengi kwenye maombi, na ninaona matendo ya Mungu ikiniambia kwamba kuna mabadiliko yanatokea mtu anapojibadilisha yeye mwenyewe, asikubali kutawalika akili. Ninaposema kutawalika, kwamba mazingira ya kutawale, ofi na kutawala, vitu vinakutawala, halafu thamani yako inashushwa chini mpaka unakuwa na vitu thamani ndogo. Ndio maana hata mtu anaye ukijikuta una thamani, ndio maana mtu anaenda kwa mganga na kuroga. Unajua mtu ambaye thamani yake imepanda, value yake hautarogwa tena. Ninakuambia kwa jina la Yesu, wewe tafuta huyo mganga. Tena nitaendelea kuwafundisha hapa. Yaani wewe ngoja nikwambie, uliyerogwa na mganga wote, nitafute tuombe, alafu ngoja nikwambie, mtafute huyo mganga. Hakuna mganga hapa duniani, mchawi ambaye mimi namuogopa. Mtafute popote, mwambie hivi, yupo mtumishi anaitwa Amos nabii Zakaria, tena mbongo, haogopi mchawi yoyote, awe ametoka wapi, katangazie. Hata mganga atakayesikia neno hili hatangaze, na chochote ambacho kama we ni mganga unajivuna umemfanyia mtoto wa Mungu, nina mamlaka ya kumponya kwa jina la Yesu Kristo. Na ujue kwamba hakuna kitu utakachofanya duniani hapa kwa mtoto wa Mungu ambaye thamani yake imepanda juu utakaye kuwa unamshinda. Ulimshinda kwa sababu value yake ilishuka, ila sasa imepanda, anayebadilika. Na Mungu akubariki sana. Tuombe. Umetupatia siku njema, Baba mwenye nguvu, na maneno haya yanapokuwa na nguvu pia kwa ajili ya watoto wako, kwa kuwa umetuamsha ili tumtie nguvu yeye aliye dhaifu, kwa kuwa umetutia nguvu ili hiyo nguvu iende kwa mtoto wako pia ambaye amevurugikiwa mambo kupitia thamani yake, value yake kuwa chini. Na muombea neema yako imfunike na pande juu tena value yake, na awe na nguvu katika maisha yake, ili midomo yake ipate nguvu, fikra zake zipate nguvu, midomo yake itamke maneno mazito yenye kushinda, kama ilivyotamka maneno mazito iliyomwangusha. Nami namtamkia kwamba aliye mgonjwa, Baba, narudia maneno haya ili akiponywa ajue kwamba neema yako imemponya kwa jina la Yesu Kristo.
Baba, wanaoumwa vifua na maumivu ya mwili, ndoa zina mgogoro na maisha, biashara, adui amekalia kitako. Kwa jina la Yesu Kristo, kwenye hicho kitako chake na washa moto imchome na aruke juu. Aache hiyo biashara, aache hiyo ndoa, aache hiyo mwili, aache hao watoto. Kwa utukufu wako, baraka za pekee ziwaamshe watoto wako katika amani leo hii kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Mungu akubariki sana. Mtumishi Amos nimekuombea na uzidi kupata baraka siku kwa siku. Amani ikawe pamoja nawe kwa jina la Yesu. Amen.